tulitoka kuidiscuss USD JPY kama USD JPY katika monthly, kwa maana kwamba monthly tukaiangalia na zoni zake hizi hapa. Nitaelezea kwa haraka kwa sababu nilishapiga. Hii ni shape ambayo tunaiita inverse head and shoulder, kwa maana ya head shoulder shoulder. Kwa hiyo price yetu inatoka hapa kwenda juu, kwa maana kwamba hii ni long term, ni long term buy, price inakuja hivi. Hicho ni kitu ambacho tulishakiona katika webinar ya kwanza. Kwa hiyo kwa sasa hivi tutarudi kwenye weekly. Nafikiri nani anachora wewe? Kwenye weekly tutaangalia zoni zetu. Kwa hiyo kwenye weekly maana yake tutakuta zoni zetu hazina utofauti sana na zile zoni za monthly. Hii zoni hapa naweza nikaiweka vizuri hapa. Naweza nikaiweka vizuri hapa. Kuna zone. Niliishia kwamba hapa ndani kuna minor zone ambayo tunaiona. Kuna minor zone ambayo tunaiona hapa. Hii ni zone, lakini pia hii zone unaweza kuweka vizuri. Hapa kuna zone. Hapa kuna zone, hapa kuna zone, hapa kuna zone. Hapa kuna zone. Kwa hiyo hapo unaweza ukaspot minor zone zako. Ukaspot ukaona kama hapa kuna zone. Hii ni zone, minor zone. Kwa price tuna expect kwamba inaweza ikaja hadi hapa au ikaja hadi hapa. Sasa kuna kitu ambacho naweza nikakionyesha kwanza before that. Kuna kitu hiki kwenye raw time frame. Hizi ni entry ambazo mtu unaweza ukaona unazispot. Hizi ni entry ambazo mtu unaweza ukaona zispot. Kitu hiki kama mtakumbuka nilikichora, ambacho ndio hiki sasa, ambacho ndio hichi hapa. Kama mnakumbuka zajo. Hii ni setup ambayo nilichora. Kuna kitu ambacho nataka niwaoneshe hapo ili tujifunze zaidi au tu spot entry, lakini pia kuna baadhi ya pips 30 25 unaweza ukaona zichukua. Hiyo shape ilikuwa ni hiki, ni kitu ambacho nilikichora. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kwenye simple setup hii tunaweza tukajifunza kitu kwamba kweli price ikitengeneza baadhi ya structure kama hizi, kwa mfano hii ni inverse head and shoulder, kuna asilimia ngapi ya price kwenda hii. Hii ni setup ambayo niliituma kwenye channel. Nakumbuka ni Alhamisi, lakini Ijumaa price ili respect vile nitaichora. Hii ilikuwa ni mazingira haya hapa. Hapa ndipo nilipochora mstari wangu huu. Hapa nilichora mstari wangu huu. Trading view squeeze na wanazingua. Hapa nilichora mstari wangu huu, kwa maana kwamba hiyo ndo neckline yetu. Nikasema kwamba price hapa, nikasema price itaishia hapa. Price itaishia hapa, kwa maana hapa kulikuwa kuna zone, mazingira haya kulikuwa kuna zone. Nitakupa sababu. Hapa tulichora hivi.
tulichora hivi. Hii nayo Trading View nayo inazingua siku hizi jamani. Tulichora hivi, lakini hapa kati kulikuwa kuna neckline. Hapa napo kulikuwa kuna neckline, kwa maana kwamba price sasa ingetoka zake hapa. Sasa basi hii ni shape ambayo unaweza ukajiuliza kwa nini labda nataka niionyeshe. Hiki ni kitu ambacho kikubwa sana. Kwa mfano, baada ya kuona pin bar ambazo zinatokea kwenye high time frame, let's say H4, alafu unavyokuja kwenye low time frame unakutana na shape ya namna hii, kwa maana hizi ni structure ambazo zinakuonesha wewe picha ya haraka ni kitu gani ambacho kitaenda kutokea. Sasa basi setup kama hii ukiangalia kwenye H4, ni sababu gani ambayo ilionifanya mimi kujua kwamba hapo price itabai H4. Kama H4 kuna kendo hii hapa iliachwa hii. Sijui kama mnaiona. Hii ilikuwa ni pin bar, na ukiangalia hii kendo, mazingira ambayo ilikuwa imeachwa hapo, kulikuwa kuna zone ambao zone yetu ndo hii hapa. Ukiangalia hapa kuna zone, ngoja nichore. Ukiangalia hapa kuna zone, kuna zone. Kwa hiyo sasa hii ni H4. Unavyokuja H4 kukuta price iligonga sehemu kama hizi, iligonga hapa, alafu price sasa hivi ipo hapa. Lakini pia hapa juu pia kulikuwa kuna kazoni haka ambapo price ndio ilikuja ikafanyaje. Kwanza hapa kulikuwa kuna zone hizi, najaribu kukuonesha minor zone na ni kitu gani ambacho kwa next week tunaweza tuka expect. Hapa pia kulikuwa kuna zone, Kwa hiyo hizi zone hapo price iligonga, price inapo break hii ni zone, price ilivyo break na kuretest, maana yake hii ilikuwa ni entry. Hii ilikuwa ni entry ambayo mtu ungeweza kufanyaje, ungeweza kuzama. Sasa basi baada ya price kuretest hapa na kuja mpaka hapa, kumbuka hii ni zone nyingine. Sasa ilivyofika hapa, price ilivyofika hapa, ikaacha nini? Ikaacha pin bar ambayo ni hii hapa. Ilivyoachwa hii pin bar ipo kwenye zone, kitu ambacho wewe unatakiwa kufanya, unarudi kwenye low time frame kuangalia, je, ile pin bar iliyoachwa kwenye zone pale ambayo ni zone hii. Sasa ukija huku unakutana kitu gani? Unapokuja huku ndo nikakutana na shape kama hii, ambayo hapa sasa ndo nilifanyaje, ndo niliiona shape kama hii, nikaichora na kaitupa kwenye group. Kumbuka H4 kule niliona kuna pin bar ambayo ipo kwenye zone. Nilivyokuja kwenye low time frame kuja kuangalia, je, kuna structure gani, nikakuta structure kama hii. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu ambavyo yani vinaweza vikaonekana vidogo lakini ni vikubwa. Ukitaka kuamini ni vikubwa, jiulize why
price ilishindwa kuvunja hapa na mpaka kweli ikafika hapa, kwa sababu ukiangalia price sasa nilivyoichora tu hapa hivi ikaja ikaonesha dalili ya kuanza kutembea. Hapa ilivyotembea nikapost kwenye grupu tayari kwamba imeshatembea pips ngapi, pips 10. Lakini mpaka Ijumaa ile price ikaja kutembea pips ngapi? Price ikaja kufika sehemu ambapo ilipotakiwa ifanyaje? Ilipotakiwa kufika, ambapo ndo ilifika hapa. Yaani pale pale ambapo ilichorea price ikaja ikafanyaje? Price ikafika. Kwa hiyo sasa hivi ni vitu ambavyo inabidi uviconsider sana kwenye nini? Kwenye low time frame na high time frame, endapo price inapokuwa inaacha shape ya aina fulani. Ushaona? Kwa hiyo sasa kwa kusema hayo, mimi naweza nikafuta hii michoro yangu hapa. Naweza nikafuta michoro yangu and then to expect ni kitu gani ambacho kinaweza kuja kufanyaje? Kuja kufanyika kwa soko la wiki ijayo. Kama jinsi nilivyosema kwamba gold inaenda against na USD JPY, na setup ya gold tumeiona kwamba ni setup ya sell, long term sell, isipokuwa kwa Jumatatu nikakwambia iache au iangalie, na tutaingia sell endapo itakapovunja ile trend line ambayo tuliichora. Hivyo basi hata kwenye USD JPY setup yetu ni nini? Setup yetu ni long term buy, lakini sasa kwa price ilipo Jumatatu tuisubirie tuone kama itaseli, and then kwa structure ambayo itatuachia katika mazingira, ngoja tuangalie katika mazingira ya zone hapa. Okay. Kwa kitu ambacho na expect kwa Jumatatu, kwa price hapa ilipo kuna uwezekano mkubwa sana, hapa ni H4, kuna uwezekano hapa price ilipoishia hapa kuna zone, ngoja hapa price ilipoishia hapa kuna zone ambayo mimi nitaichora hii zone. Hapa kuna zone, hapa kuna zone, hapa kuna zone. Utakubaliana na mimi hapa kuna zone. Sasa basi hii ni zone ambayo kweli tumeiangalia, price imekuwa ikirespect tangia huku, hapa imerespect, lakini pia hapa imerespect, lakini ndio ambapo hata hapa price ilipofanyaje? Ilipoishia. Sasa basi kulingana setup yetu sisi ni buy, na price hapa ilipo kuna zone vile vile, na price hapa ilipo kuna zone, tutaiona vizuri kwenye low time frame. Price hapa ilipo kuna zone, tutakapokuja kuiangalia hata H1 tunaweza tukakubaliana na iko kitu kweli. Hapo kuna zone kwenye H1, kuna zone tunaweza tukaiweka vizuri. Mimi naweza nikasema USD JPY, kama USD JPY price hapa ilipo kuna zone. Ushanielewa? Kwa maana moja au nyingine soko lilifunga kwenye resistance, lakini ni minor resistance. Sasa kitu ambacho na expect price kuja kufanya kwa Jumatatu, price itafanya pullback, ambapo tutakuja kuitafuta zone, tutaitafuta zone
Pia hapa kuna zone. Pia hapa kuna zone. Hapa kuna zone pia. Hapa kuna zone pia. Kwa mimi naona kitu kama hicho, kwamba gold kama tulivyoiona gold, tukasema kwamba gold ni setup ya nini? Tukasema kwamba gold ni setup ya seli, lakini kulingana na price jinsi ilivyoishia, iliishia kwenye zone na ikaacha pin bar. Kwa hiyo inaweza ikafanya pullback kidogo, kwa maana kwamba kuja kutengeneza either double top hapa, au kuja kuretest tena nini, au kuja kuretest tena trend line, and then ikafanyaje, and then ikadondoka. Ushaona hapa tuna trend line yetu, tuna trend line yetu. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna up trend yetu, lakini hapa kuna down trend ambao price ilishaenda kuretest, lakini sasa hivi inatengeneza kama hii up trend. Kwa hiyo na kulingana ile setup, kulingana na nini, kulingana na candlestick ambayo imeachwa kwenye support, imeachwa doge. Kwa hiyo tuna expect Jumatatu price ikafanyaje, price ikabai. Sasa kumbuka nimekuambia gold inaenda against na USD/JPY. Kama gold Jumatatu ataanza kubai, kwa maana ya hii doji aliyoiacha hapa na kipindi hii resistance alibreak na amekuja kuretest, kuna uwezekano mkubwa sana wa yeye kuja hapa tena kutengeneza double top na kuja kudondoka. Hata kama atavunja, sisi setup yetu still bado ni buy, ni sell. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuingilia huku kama ataacha pin bar, tuna uwezo wa kuingia huku kama sell, au tukasubiri avunje hii trend line. Anaweza akaishia hata hapa. Kumbuka hapa kuna zone, anaweza akaishia hata hapa kwenye hii zone. Hizi ni zone ambazo unaweza ukaziona ndogo, lakini ni zone ambazo inabidi tuziconsider sana. Ana uwezo wa kuishia hata hapa kwenye hii zone. Akitoka juu ana uwezo wa kuja hapa akaretest, then tukaingia hapa sisi kwa kuseli. Ushaelewa? Sasa maana yangu ya kuja kuonesha setup ya gold ni hii, kwamba kama gold ataanza kwa kubai Jumatatu, na ndio maana watu wanasema don't trade nini Jumatatu, sababu Jumatatu watu wanakuwa wanaona, au soko linakuwa kama linaenda against, kwa sababu mtu anaona setup ni sell, kwa nini imeanza kubai. Lakini kumbuka hapa kuna trend line yetu hii bado haijavunjwa. Itakapovunjwa na kuretest, kwa hiyo ana uwezo wa kuja hadi katika zone hii atakapotoka juu. Akivunja akiretest, maana sisi tuna uwezo wa kuingia sasa na tukahold hata pips 100. Unaelewa? Kwa hiyo zumuni na mimi kuja kuonesha gold kwamba akibai, basi USD/JPY kutakuwa kuna asilimia kubwa sana ya kuanza na kuseli. Kwa seli yake inaweza ikaishia hapa, au ana uwezo wa kuja kuretest tena akatengeneza hata triple. Ana uwezo wa kuja hata hapa.
Kwa hiyo kikubwa ambacho mimi naweza nikakizungumza, gold nani huyu anaweza akafanyaje akarudi tena hapa, kama gold akianza kubai USD JPY ataseli and then ataondoka. Kwa hiyo mimi naweza Zajo. Oya. Hebu rudisha gold kidogo hapo. Okay. Ya mkuja kama hiyo. Rudisha tena kidogo. Ya hapo ilipo hapo. Hapo. Ya. Mimi nakubaliana kabisa na kitu ambacho wewe unakizungumzia sasa hivi. Tumeona kwamba gold long term ni sell kutokana na hiyo trend ambayo umeattach hapo juu. Sawa? Ya, lakini hapa tunaona kuna aka trend ambacho wewe mwenyewe ushakatola aka hapa. Hii trend ambayo umetola wewe hapa. Sawa? Sasa katika hii trend ukiangalia ni buy ni uptrend, na maana kama ni uptrend pia ukanda au juu, huu ukanda wa juu hapa. Sawa? Hapa katika ukanda wa juu ambacho tunakiona hapo ni kwamba hii ilikuwa ni very strong resistance, ni resistance ambayo ilikuwa inaheshimiwa. Sawa? Sasa point yangu ni nini? Kwamba nakubaliana na wewe, kitu kitabai kwanza kabla hakijaenda seli. Ni kwamba tunajua wote kwamba price inapovunja resistance na kwamba ina maana inakuja kuchange, inakuwa ni ina act as a support, si ndio? Na maana price hapa ikuja ikavunja, baada ya kuvunja ikaja ikalitest tena. Naona kama inakuja kulitest hapa katika hii broken resistance. Tunategemea kwamba price kabla haijaendelea na ambacho na mwendo wake ambao uko unaendelea ambao ni downtrend, na maana lazima ije kwanza juu hapa kutafuta nguvu fulani ndio ije kama ije ishuke, na maana kuna ile resistance ambayo iko hapa na yenyewe inataka kaja kuiheshimu hii kitu kama kwa hapa. Nakubaliana kwamba gold kabla haijaenda sell, na maana hapa sili kwamba hapa kutokana na jinsi ilivyo kwamba tunaiona ipo katika higher lows, na maana kama ipo katika higher lows tunategemea price ipande juu. Ipo kuna higher lows pia tena ipo katika support ambayo tunaona kwamba ilikuwa ni strong resistance ambayo imevunja ikaja kulitest, na maana hapa inabidi kwanza ibai kabla haijaendelea na kushuka. Nipo tu mwanangu. Sawa Mani Jimmy. Sasa Mani Jimmy, nakusikia babu. Hicho ndo kitu ambacho kwanza shukrani kwa kutoa mchango wako tugeza weekend, na ndo itakuwa kama kawaida yetu every weekend mpaka tufikie malengo na kila kitu. Kwa hiyo hicho kitu ambacho mimi naweza nikasema hata mimi mwenyewe umeniongezea au umeniongezea confidence, ni kitu ambacho umekizungumza. Lakini mwanzo kuna kitu ambacho mimi nilikizungumza na nilitamani kwamba kila mmoja kile kitu akinoti na angalie ni kwa jinsi gani soko linao uwezo wa kubadilika. Na hivyo vitu ndo vimekuwa vinatutesa sana, kwamba sometimes tuna expect price ifike katika mazingira fulani alafu price haifiki. Hicho ndo swali ambalo inabidi tujiulize. Sasa mimi nikajaribu kushare idea yangu ambayo before umstari mimi sikuuchora kabla ukiangalia, lakini kuna siku nilirusha linki ambao kwa wengine walosikia sawa, lakini nitarudia kwa maana kwamba ndo vitu ambavyo sisi vinatutesa. Hii mara ya kwanza ilikuwa ni zone ambayo kweli ilikuwa inarespektiwa. Ushaona hii hapa ni zone ambayo inarespektiwa. Zone ilivyokuwa inarespektiwa na kipindi na mimi hata strategy ambayo najaribu kuipiga au kuionyesha kwenu ni break and retest. Ushanielewa kwamba hii ni zone ambayo ilikuwa inarespektiwa. Kitendo cha price kutoka huku akavunja akaenda kutouch katika trend line ambayo tulikuwa tunasubiria, maana yake tukasubiri afanyaje avunje hii zone. Alivyovunja hii zone, alivyolitest hapa mimi ndio nilituma hii signal au nilituma hii setup nikiamini kwamba zone ambayo strong ambayo ukiangalia hii nitaishusha kidogo hapa, ukiangalia ilikuwa ina touch hadi huko nyuma ni zone hii, ukiangalia ili touch hapa humu kote. Kwa mimi nili expect kulingana hii ni sell setup na price imetoka kwenye trend line ambayo ndo trend line yetu tuko naitegemea kubwa,
imevunja, imekuja hadi katika hapa sasa ambao ndo anapozungumzia kwamba strong support ilipokuja kulitest katika zone hii na ikaacha dodge hii hapa. Hiyo ndo mimi niliirusha, ambayo ndo mimi niliirusha. Ngoja nikuoneshe hapa, alafu hivyo ndo vitu ambavyo inabidi tuwe navyo makini, na nafikiri hivyo vitu tukivimaster vitatujenga sana. Niliirusha hapa kwa maana kwamba nili expect price lazima ingefanyaje, inge respect, ndo niliirusha hii hapa. Ushanielewa? Sawa. Unaiona hapo? Kwa maana yake mimi niliirusha katika hali fulani ya usimple, lakini nilishajua kwamba hapa juu kulikuwa kuna ile trend line yetu ambayo imetokea hata kwenye daily, kwa maana huku price iligusa ikaja ikagusa hapa. Lakini pia hii mimi nili expect kama zone. Kwa hiyo kitendo cha price kuvunja kuja hapa alafu kuja ku respect, nilikuwa I'm sure trade kwamba na licha ku respect tu hapa, ili respect na ikaacha dodge. Kwa hiyo nilikuwa na hakika kwamba price lazima itafanyaje, price lazima itashuka. Kwa hiyo sikuwa na hakika nyingine ya kusema itafika mazingira fulani itarudi tena juu, au hata kama kurudi juu sawa, zipo retest za aina nyingi, inaweza ikaitest katika double top na nini, lakini niliamini hapa ingefika kwenye zone hii. Manake zone hii ndio ilikuwa strong, ukiangalia hapa na nyuma. Kwa hiyo sikutegemea kama price ingeishia katika nini, katika minor zone. Kwa hiyo ngoja nimalizie. Kwa hiyo kitu nilichokuja kujifunza sasa, price ndio ilikuwa hii hapa, baada ya kuacha ndio ilikuwa hii ilivyoachwa. Nikaja kujiuliza kwa nini price iliishia hapa. Ushanielewa? Hii zone nimeiweka sasa hivi minor zone. Nimeiweka minor zone na consider, lakini zone yangu strong ilikuwa ni hii hapa. Zone yangu strong ilikuwa ni hii hapa, kwa maana hapa okay. Lakini kweli bwana, kulikuwa kuna zone fulani hapo. Lakini ngoja nikuoneshe zone ambayo mimi nili expect kwamba price ingegusa kutokea hata huko. Zone ambayo price nili expect ingegusa ni zone hii hapa hii. Unaona zone hii hapa. Kwa maana hapa kulikuwa kuna zone. Kwa hiyo kitu ambacho nilichokuja kujifunza, kitu kilichosababisha price ikaishia hapa, japokuwa sawa kulikuwa kuna zone, lakini kitu kilichosababisha price ikaishia hapa, akati mimi niliamini imeretest na ngoma inaondoka moja kwa moja. Kumbe hapa kulikuwa kuna up trend ambayo ndio hii sasa, kuiunga unakuja kukutana nayo hadi huko. Na ndio maana nasemaje, kwa next week kwa mtu yoyote, hata kama hujaiona setup hii, japokuwa tutairusha kwenye group, hata kama hujaiona, jaribu kuchora hii trend line. Hii ndio itakuwa hii trend line itakapovunjwa na kuitest, maana yake atakapoivunja labda hadi hapa, alafu akivunja maana yake sisi entry yetu itakuwa hapa ya kuseli, itakuwa sure trade. Kama ulivyosema Manjimi, kwa Jumatatu sisi tumsikilizie kwamba price itaanza kwa kubai kulingana na weekend ambayo ipo hapa. Itakaposhuka, kwa hiyo entry zipo mbili, tunao uwezo wa kuingia huku juu. Ukikosa hii entry ya juu entry itakayovunja hii trend line na ikalitest hapa kwenye hii zone, unaweza ukaingia. Kwa hiyo naweza nikasema kikubwa ni patience, ambayo ndo tumekuwa tunaikosa sana katika trading. Kwa hiyo hapa kuna entry za aina mbili, aidha hapa au hapa. Sasa sababu ya kuja kuionyesha gold ni moja tu, kwamba kama gold itaanza kwa kubai, basi USD JPY ataanza kwa kuseli. Hiyo ndo meaning yake. Kama gold itaanza kubai, USD ataanza kwa kuseli. Kwa hiyo hata USD JPY tumeona kwamba kuna zone ambayo yupo. Kwa hiyo anao uwezo wa kuja kuretest
mazingira fulani ya oya. Unasema kwamba kama gold itabai USD JPY itaseli au sio? Sababu tutakuwa tunaangalia kwenye time frame gani sasa, itaseli kwenye time frame gani? Katika time frame. Kwenye time frame zote. Time frame zote. Yaani kikubwa kwamba ninachojaribu kukizungumza kama gold ina buy, USD JPY ina sell. Kwa hiyo kama Jumatatu, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine unao uwezo wa kuongozwa setup ya nini? Unao uwezo wa kuongozwa kwa setup ya USD JPY kwa kuangalia gold. Kwa hiyo unao uwezo kumwangalia gold atakavyoanza kwa kubai, jua USD JPY ataanza kuseli. Na ukiangalia JPY hapa alipoishia kuna zoni. Hizi ndo zoni ambazo si za kuzibeza. Hapa kuna zoni, hapa juu tena kuna zoni. Hizi ndo zoni ambazo zimekuwa sisi sometimes zinafanyaje? Zinatutesa. Hapa pia kuna zoni ambayo kama, lakini pia hapa kuna zoni. Unaona? Lakini hapa kuna nini? Lakini pia hapa kuna kama ina zone ya ambapo price ilikuwa inafanyaje? Ilikuwa inaishia pia mazingira. Price ilikuwa inaishia mazingira haya, maana yake pia hapa kuna zone. Sasa basi kama USD JPY Jumatatu ataanza kudondoka hadi mazingira haya, jua gold ataanza kubai hadi mazingira fulani. Kama atatoboa zone hii basi sio mbaya, atakuja kulitest tena wapi? Atakuja kulitest tena chini kwa kutengeneza nini? Kwa kutengeneza triple top. Atakuja kutokea hapa. Akifika hapa, akiacha kendo zenye viashiria kama hii unavyoiona hii doji yenye ashiria kama rejection kendo, basi kuna asilimia kubwa sana ya gold kufanya, ya USD JPY kufanyaje? USD JPY kubai. Kwa hiyo baadaye nitatulia, nitazichora hizi setup vizuri, nitazituma kwenye grupu, lakini hicho ndo kitu ambacho mimi nime-expect kitatokea kwenye gold na USD JPY. Kwa hiyo kwa kumalizia kwenye gold kwa Jumatatu tusubirie price ianze kubai. Unaweza ukaiangalia tu. Kwa hiyo entry yako inaweza ikawa itakapokuja kugonga kwenye trend line tena kudondoka nayo, una entry mbili, aidha hapa ukiikosa hii subiri ije kuvunja hii, kwa maana imetokea katika muda mwingi. Itakapovunja na kuvunja kwa trendi, maana yake kendo itakapokuja kuwa na ujazo mazingira haya, yani inavunja kabisa. Ukiangalia hapa imeacha weeks, huku kote imeacha weeks. Sasa katika mazingira haya kendo ya aina yote itakayokuja kufunga kwa maana ya ujazo haina weeks, yani kendo ikafunga ndani, maana yake hii trend imefanyaje? Ishavunjwa. Kwa hiyo itakapovunjwa wewe usiwe na haraka, subiri price hii mpaka katika zone. Hii ni zone ambayo wewe unaweza ukaidharau, lakini ni zone ambayo very strong. Kwa hiyo price itakapokuja hapa, itakapolitest hapa pia usiingie pasipo kuona rejection candle. Maana yake wewe ingia katika mazingira haya unapoona either kuna nini? Kuna pin bar, kuna doji, kuna rejection candle, kwa maana kwamba buyers wameruzi ni control, buyers wameruzi nguvu. Utakapoiona ile, wewe ndio unapozama sell yako, na make sure unaweka na nini, na stop loss nyuma ya ile weeks ambayo inaachwa. Kwa hiyo hapo ikija kuachwa labda weeks, maana yake wewe utaweka tu stop loss yako mazingira haya, nategemea na ukubwa wa weeks. Maana yake sasa katika sehemu kama hizi ndo zinapigwa stop one. Stop one ni kitu kama hiki. Price hii ilifika katika hii zone, na alijua kabisa kuna pips ambazo anataka kuziacha za sell, lakini akachukua stop loss za watu zeni akaseli. Hii tunaita stop one. Ukiangalia hapa price ilifika kabisa katika nini? Katika trend line. Ngoja tu. Price hapa ilifika katika trend line, kwa maana hapa down trend. Lakini kitu alichokifanya yeye kabla hajadondoka, kabla hajadondoka akaacha nini? Acha rejection candle.
maana yake akapiga akapiga stop loss kama zilikuwepo, and then akadondoka. Kwa same na huko kabla hajabai hivyo. Kwa hiyo make sure katika hizi zone zako mpaka utakapoona rejection candle wewe ndo unaingia. Unaziona hizi rejection candle, maana yake hapa kuna hii zone. Maana yake huyu kabla hajaseli ameacha hii candle. Huyu kabla hajaseli ameacha hii candle. Sehemu kabla hajabai wanaacha rejection candle. Kwa make sure entry yako yote unaoingia mpaka utakapoona hivyo. Kwa kumalizia nimalizie na GBP card. Maana yake GBP card kuna setup ambayo nilirusha. Sasa sema huko nilifuta sasa. Huko nilifuta, kuna kitu tu ambacho nilitaka kuonesha kwenye GBP card kitopija, lakini naweza nikasema kwamba GBP card ilikuwa hivi. GBP card niliituma hivi. Kwa maana kwamba GBP card kama GBP card nitaielezea kwa haraka sana. GBP card kama GBP card, kabla hii kuna setup ambayo nilituma. Nilianza kutuma hii kwa maana kwamba nilisema price itatoka hapa itakuja hapa, itakapofika hapa itadondoka. Sasa je, tuangalie kweli price ilifika hadi mazingira haya? Na hizi zilikuwa ni pips nyingi sana, kama hata mtu ulifanyaje uliziconsider. Kwanza graph ya kwanza ilikuwa ni hii kwamba zone, ukiangalia hii ni zone ambayo ilikuwepo hapa. Kwa hiyo kitendo cha price kuvunja zone hii kuja hapa asingeweza kupita. Na kwa nini asingeweza kupita? Aliacha hii rejection candle. Maana yake angerudi hapa, na kitendo cha kurudi hapa asingeweza tena kupita, angeshuka. Kwa hiyo mimi nikasema price itafika hapa then itashuka. Sasa kujaribu kuiangalia kama ni kitu hicho kweli ambacho ndo kilifanyika. Ngoja nifute hizi. Ukiangalia sasa hapa, ukiangalia hapa ni kweli price ilifanya kitu cha namna hiyo. Ngoja hii tunani. Ukiangalia kweli price iliacha kitu cha namna hiyo. Najaribu kuangalia ilikuwa ni wapi. Au ngoja nichore bwana muione vizuri, maana mimi mwenyewe naona inanichanganya.